Jioni njema mpenzi mtazamaji popote pale ulipo. Karibu kwa taarifa tulizokuandalia Ijumaa ya leo, ikiwa ni tarehe 20 mwezi Juni mwaka wa 2025. Mimi ni Elizabeth Mwibanda. Na baadhi ya maeneo bunge katika kaunti ya Kakamega yakiwemo Navakholo, Lurambi, Butere na Shinyalu yameripotiwa kuwa na idadi ya juu ya visa vya dhulma za kijinsia. Haya ni kulingana na Robert Amakobe kutoka shirika la Shofco baada ya kuwafikia baadhi ya waathiriwa wakiwemo watoto, akina mama na wengineo. Alizungumza haya katika eneo bunge la Lurambi wakati wa kuhamasisha umma kuhusu utaratibu wa kuripoti na kuhakikisha haki inapatikana kama njia moja ya suluhu za kupunguza idadi ya visa hivi. Mwanahabari wetu Michael Sifuna alikita kambi sehemu hiyo na kutuandalia taarifa ifuatayo. Maeneo bunge ya Navakholo, Lurambi, Butere na Shinyalu yametajwa kuwa miongoni mwa maeneo bunge yenye idadi kubwa ya visa vya dhuluma za kijinsia kutoka kaunti ya Kakamega. Haya ni kulingana na Robert Amakobe kutoka shirika la Shofco akiwa na wenzake ambaye anafanya kazi katika maeneo bunge kutoka kaunti ya Kakamega kuwafikia wakazi ambao wanadhulumiwa wakiwemo watoto, kina mama, waathiriwa wa virusi vya ukimwi na dhuluma nyinginezo. Amakobe alikuwa akizungumza pale Lurambi wakati wa mkutano wa kuhamasisha umma kuhusu jinsi ya kusuluhisha visa hivyo, akipewa elimu jinsi ya kupiga ripoti na hatua zinazohitajika ili kuhakikisha kuwa haki inapatikana. Amakobe amewarai wakazi wote kupiga ripoti katika vituo vya polisi ili waweze kuingilia kati na kusuluhisha visa hivyo, huku akiwarai wakazi hao wanaoathirika kutosuluhisha migogoro yao vijijini haswa chini ya koti za bandia. Naitwa Robert Amakobe. Mimi ni community champion under Shofco. Mimi ninafanya kazi katika sub-counties hizi za Kakamega kuweza kufikia wale watu ambao wanapitia katika dhulma, haswa sana watoto, wamama na wale wote ambao wanaishi na virusi vya HIV, wale ambao wanadhulumiwa. Wakati ninapopata hizo cases kutoka kwa CHPs, kwa sababu tunafanya kazi pamoja na CHPs, community health promoters, kutoka kule mashinani. Wakati tunapopata case tunaingilia kati, kama ni defilement, kama ni rape ama ni ile aina yoyote ya dhulma, tunahakikisha kama ni defilement ama rape, huyu mama ama huyu mtoto amepelekwa hospitalini kwanza before masaa 72. Akitoka hospitalini kila kitu, uchunguzi imefanyika, amefanyiwa ile treatment ambayo inatakikana, anaenda police station, ana record statement, anapata OB. Alafu kuanzia hapo perpetrator anashikwa na case inaendelea. Na huwa pia tunafanya kazi pamoja na pro bono lawyers ambao huwa wanaingilia kati, kwa sababu utapata wakati mwingine kuna cases zingine ambazo zinafika mahali zinakwama. So huwa tunafanya pia pamoja na pro bono lawyers ambao inatakana county government na hata national government waweze kushirikiana na wale washikadau. Ukienda kama Navakholo, kuna hii mambo ya teenage pregnancy iko katika viwango vya juu sana. Ukienda Shinyalu, defilement iko juu. Lurambi, rape na defilement ziko juu sana, na Butere. Na ningependa kusema hivi, wale administration, wawe village elders, wawe assistant chiefs waweze kushikana, kwa sababu unapata ya kwamba kuna kangaroo courts ambazo zinaendelea kule vijijini. Mtu amedefile mtoto na unapata watu wameenda kukaa, wameelewana either kwa chief ama kwa assistant chief ama kwa village elder, na hiyo case inaishia hapo. Esnas na Maholi Makoha kutoka shirika la Shofco anasema kuwa si watoto wasichana tu wanadhulumiwa, bali pia wavulana hudhulumiwa, akiwarai wakazi kuangalia watoto wao kwa makini na kuwarai kuwa iwapo watoto wao wanadhulumiwa wanafaa kufikishwa hospitalini kabla ya masaa 72 kutamatika, ndipo waweze kupiga ripoti katika vituo vya polisi,
huku Elizabeth Akai, afisa wa polisi kutoka Kakamega mjini, akitilia mkazo usemi huo. Jina langu naitwa Esnas na Mahuli Makoha, nafanya na Shofco Organization kwa Gender and Inclusion Department, serving in the capacity of senior case worker Kakamega County. Na leo tumekuwa tunahamasisha tu jamii kuhusu dhulma ambazo watoto wetu wanapitia. Mara nyingi sana unapata mama zetu ndo wanakaa na watoto wetu, na sio watoto tu wasichana peke yake, hata wavulana pia wanadhulumiwa. Dhulma ambazo zaidi sana ninazingatia ni dhulma za kijinsia, ambazo mtoto za kingono, ambapo mtoto anadhulumiwa kingono, na mara nyingi unapata mzazi anashindwa ni achukue hatua gani, manake hajui haswa, haja kuwa empowered na hajui ni aanzie wapi. So mara nyingi sana tunaelimisha watu wetu katika jamii jinsi tu mtoto anapokuwa amedhulumiwa, masaa 72 yasiweze kuisha kabla mtoto hajapata ule huduma. Na kitu cha kwanza, hata si kwamba ukimbie katika polisi kushtaki, peleka mtoto katika hospitali akaweze kutibiwa, akaweze angaliwa ni degree gani ya uharibifu ambapo ameweza kuharibiwa, na zaidi sana zile nguo ambazo ameweza maybe kudhulumiwa akiwa nazo, ikiwa vizuri aende tu akiwa amezivaa, na iwapo atatoa akiwa amebeba, asiweke katika juala ya nylon, aweke katika kama ni gazeti, so that hiyo evidence isiweze kupotea. Kwa majina naitwa Elizabeth Akai. Akai ni afisa ya polisi Kakamega Central. Kiini cha kuwa hapa haswa ni kuelimisha Wakenya, wana Kakamega kuhusiana na masuala ya jinsia na kuhusiana na pathways ama steps utaweza chukua wakati umepata mtoto amenajisiwa. Nataka kueleza kwamba tumesema kwamba ukisikia kwamba jambo la kunajisiwa kwa mtoto imepatikana, hapana nyamaza. Umeona, umesikia, ama hata unashuku, unatupigia simu. Visa vya dhuluma za kijinsia vimekidhiri mipaka mno, haswa katika eneo la Magharibi. Lakini leo hii wakazi wameweza kufika katika eneo hili la Lurambi ili kupewa au kuhamasishwa jinsi ya kushughulikia visa kama hivyo vya dhuluma. Nikiripotia runinga ya Pendo kutoka eneo la Lurambi, kaunti ya Kakamega, langu jina ni Michael Sifuna. Na kwingineko ni kwamba wazee wametakiwa kwenda kliniki kujua hali yao ya afya pamoja na kupata ushauri na saha kuhusu kujiepusha na msongo wa mawazo, hali ambayo huwakumba wazee wengi na kuchangia wao kufariki mapema. Haya yalijiri kwenye kambi ya matibabu ya bure iliyoandaliwa eneo bunge la Butere katika kaunti ya Kakamega. Wazee wetu inafaa angaliwe, ambapo tunaelewa kwamba wazee wengi wanaogopa kwenda hospitalini kuangaliwa mambo ya afya, si ndio? Ni jukumu lako, usiogope. Uende pale hospitalini uangaliwe mambo ya afya. Nikirudia pale kwa diet, jinsi tunavyoandaa vyakula pale jikoni, jinsi tunavyokula vyakula na ni chakula gani ambacho tunakula, inaweza affect jinsi utawaza, inaweza affect jinsi tumbo yako iko na afya yako mzima, mwili wako mzima. Wazee ndio huwa wanatembea, wanaenda hospitali na wanaangaliwa. Naona watu wengi wanaogopa, wanasema itakuwa namna gani, lakini vile tumeambiwa na Bwana Ngashira kwamba lazima tufuate hiyo, tufuate kila mmoja aende hospitali na angaliwe. Na mtazamaji, tukielekea katika kaunti ya Busia ni kwamba vijana katika kaunti hiyo wamehimizwa kutahadhari zaidi na matumizi mabaya ya mitandao za kijamii, huku ulimwengu ukizidi kukumbatia matumizi ya mitandao kama njia ya mawasiliano. Mwanahabari wetu Sara Nyarutu anatuarifu zaidi. Vijana hao wa mpakani wameshauriwa kujiepusha na hulka za kutekeleza uhalifu wa kimtandao, mbali na kusambaza jumbe za kuongeza uhasama na chuki miongoni mwa wakazi, haswa wakati huu taifa linapoelekea msimu wa uchaguzi mkuu. I believe the cell we have a GBV has a group 4
Unajua ukabila na hii nini hate speech kitaka wakati hii na 2027 wakati election italeta madhara makubwa sana. Tunakumbuka 2007 ilifanyika. So tukianza na ukabila kwa mitandao, tuishi tu kwa amani na tuache sote ukabila kwa mitandao. Nini shughuli ambayo iko mpaka 2027 hata kwenda mbele. Tunataka kuelimisha vijana tumeke mtandao kwa njia ambayo inafaa na jamii kwa jumla. Ongezeko la mienendo hiyo miongoni mwa vijana Busia limechochea mashirika ya kudhibiti matumizi ya mitandao kuendeleza hamasisho kwa vijana dhidi ya matumizi mabaya ya mitandao ya kijamii. Some of the threats that we were able to identify are online scams, hate speech and cyberbullying. One of the concerns that needs to be addressed, especially within the community, is to learn to not jump on information. Most people are quick to forward messages received without verifying the authenticity of whatever they have received. Tusipate mwelekeo wa viongozi wetu ambao wanatupoteza wakitupea wrong information, ambapo alafu sisi pia tunachukua hiyo information tuna spread kwa forums. We as the youths, we are the greatest utilizers of the social media, and in one way or the other we always interact with activities that shows or symbolizes cyber threats. So through these meetings, we have been told on how to curb those activities, and also we have got the ability to identify. Sara Nyaroto, Pendo TV, Busia. Na viongozi wa chama cha Ford Kenya wakiongozwa na seneta wa Bungoma David Wakoli wameshtumu vikali mauaji ya kiolela yanayoendelea nchini. Wakizungumza kutoka makao makuu ya chama hicho jijini Nairobi, seneta Wakoli na mbunge wa Tongaren John Murumba Chikati wameshtumu mauaji ya kikatili ya mwalimu Albert Ojwang pamoja na kujeruhiwa kwa mfanyabiashara wa barakoa aliyepigwa risasi na ambaye sasa yuko katika hali mahututi. Viongozi hao wamesema japo chama cha Ford Kenya kinaunga mkono serikali ya Rais William Ruto, chama hicho hakiwezi kushangilia visa vya kikatili vinavyoshuhudiwa kutoka kwa baadhi ya maafisa wa polisi. In Kenya, we appreciate the life and sanctity of human life. Our agreement with UDA in the Kenya Kwanza Alliance is based on development. It is not based on murder, and therefore we condemn any cases where there is murder of any citizen in Kenya. We support the president in his initiative, as the senator of Bungoma has said, in finding a solution so that anybody involved in murder can face the law. A death of a Kikuyu, a death of a Luya, yes, a death of a Turkana, correct, is a death of a Kenyan. Yes. And what we are saying as a party, any death of any Kenyan, anywhere, brutality by the police or any security agencies, we condemn it fully. Not only the death of this young teacher who died, or the other Juakali hustler on the street. Remember, there was a priest who was shot dead by bandits. Correct. Remember, there are over 20 Turukanas at Lake Turukana who died. We are standing in solidarity with Kenyans against any brutality and summarizing of their lives by brutal forces. Correct. We stand with Kenyans, and we also stand with government of the Republic of Kenya to ensure it calls to order those who are not respecting the sanctity of life. Na mtazamaji, tukisonga mbele ni kwamba maaskofu wa kanisa la Kianglikana kutoka eneo la Nyanza sasa wameitaka idara ya upelelezi DCI kuvunjwa kwa madai ya kutumiwa vibaya na walioko mamlakani. Wakizungumza huko Kisumu, maaskofu hao walikashifu asasi zote za usalama kwa kutowajibika kutokana na mauaji ya kiholela. Time has come that a body like the DCI should be phased out. It has become a dreaded unit used by those in power to harass Kenyans. IPOA has failed Kenyans, and it is seen as a toothless dog that can't bite, but can talk louder enough to confuse the nation that it is working. Let all machineries of the state that are funded by the taxpayers be allowed to do their work without interference. Our police, please come to terms with the fact that many Kenyans are cursing you every day
because of your heartless and callous manner of dealing with the members of the public. And in this kind of behavior that has led into radicalization of our youth as they strive to resist this totalitarianism and its very many manifestations. Na mtazamaji, katika sekta ya afya ni kwamba Waziri wa Afya Aden Duale ametangaza kuwa serikali inalenga kuondoa kabisa matumizi ya rekodi za karatasi katika sekta ya afya, huku mchakato wa dijitali ukipewa kipaumbele, madhumuni yakiwa kukomesha wizi wa dawa. Duale amesisitiza kuwa mfumo huu mpya wa dijitali utahakikisha kuwa dawa zinazohitajika zinapatikana hospitalini na katika maduka ya dawa wakati unaofaa. Mfumo huu pia unalenga kuzuia kuingizwa kwa dawa bandia nchini kinyume na sheria. Akizungumza katika kongamano la kisayansi la muungano wa wanafamasia nchini jijini Mombasa, Duale ametaka kuwe na sera maalum za uzalishaji wa dawa hapa nchini. Every patient interaction, prescription and transactions will be digitally recorded and it will be tracked. This will significantly reduce opportunities for manipulations and for theft. In this regard, I really want to request your membership to work with us as we embark on the full digitization. Na mtazamaji, kufikia hapo ndipo natia kikomo kwa taarifa zetu tulizokuandalia hii leo. Asante sana kwa kuendelea kutizama taarifa zetu pamoja na vipindi vya runinga ya Pendo. Ungana nasi kwa taarifa zingine hapo kesho. Usiku mwema.